Ngadula, sina shida salamu za wafu, umenielewa? Hivi wewe na babako mnajikuta nani katika hichi kijiji Yaani wewe ni lazima ufe na babako ni lazima atoe sadaka. Kama wanakijiji wote wanaweza kutoa sadaka, babako ni nani mpaka ashindwe kutoa sadaka? Sasa nisikiliza nikwambie, wewe upo katika adhabu na lazima utakufa, yaani lazima ufe. Sheswe kumbenda kumbenda wewe kumbenda wewe. Kaka na dada, mimi nahitaji kuoa. Nimepata mwanamke hapa kijijini, hivyo basi nahitaji kuoa niwe na mwenzangu ili kusudi na mimi mambo yangu yaendelee. Hivyo basi nilikuwa naomba dadangu hapo unisaidie kuambia wanakijiji wa kike kuwa mimi naoa au Bagwa anaoa. Na pia kakangu nilikuwa naomba unisaidie pia na wewe kuambia wanakijiji wa kiume kuwa mimi naoa. Ningependa mfanye hivyo kwa sababu nyinyi ndio ndugu ambao nawategemea kwa sasa. Wendo kama babangu, wendo kama mamangu. Umeona? Na natumaini mtanisaidia kwa hilo. Una hakika na hicho unachokizungumza? Mimi nina uhakika kakaangu na siwezi kukudanganya. Kama una uhakika nacho, hilo jambo la heri sana. Na mimi nikiwa kama kakako, nitakuwa bega kwa bega na wewe. Maana hata vitabu vya Mungu vinasema kuwa binadamu ana sherehe 3. Ya kwanza ni kuzaliwa, ya pili ni kuoa, na ya 3 ni kifo. Ya kwanza umetekeleza. Sasa hivi unaiendea ya pili. Hongera sana mdogo wangu. Basi nashukuru kwa kusema hivyo kakaangu, na pia dadangu, labda una chochote cha kuzungumza? Mimi kwanza kakaangu nafurahi sana. Yaani ni jambo zuri sana wewe kuoa. Na kuhusu kuwapa taarifa wanakijiji, nitasambaza habari kijiji kizima, watapata habari kwamba kakaangu leo anaoa. Kwa kakaangu ni kutoa hofu tu, kwa hilo hata usijali, nipo kwa ajili yako. Basi niseme asanteni sana kwa kushirikiana na nyie na mimi kwa pamoja. Ndio nawapenda sana, najivunia sana kuwa na dada kama wewe. Kuhusiana na hilo mdogo wangu, usijali. Taarifa zitafika tena kwa wakati. Na nitafanya kila linalowezekana nihakikisha watu wanajua na watajia kwenye hiyo siku. Lakini mdogo wangu, kuna kitu bado hujaniweka sawa hapa. Wewe binti unayotaka kumuoa ni nani? Kaka, usijali kuhusu hilo. Utamjua tu siku ikifika. Kwa hiyo mimi nakuaminisha kuwa na amani. Si utuambie. Utamjua tu dada, sio na haraka. Basi sawa. Iwe heri. Kibena, karibu sana kilingeni kwangu. Hakika wewe utakuwa ni shujaa. Wewe ni shujaa wa hii maya. Aua. Vana vanuchi ukavona unavang'anile. Vajiva na kuluma, vajiva na kudwanga. Akulukutu, 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 akulukutu. Vana vanuchi ukavona unavunganile. Vajiva na kuluma, vajiva na kudwanga. Akulukutu, akulukutu, akulukutu. Leo ni leo. Leo Kibena unaenda kuwa shujaa wa himaya ya Chigambo. Wacha sasa nifanye vitu vyangu jamani. Kweli wanasema kila kazi na ugumu wake, lakini na raha yake. Kama pipi kifua, huku inawasha, huku unamung'unya. Haya,
Ngoja mama, haya. Kibena we, Kibena we. Mwanangu, haina haja ya kuwa na wasiwasi, haina haja ya kuwa mnyonge. Mimi ni baba yako na kuahidi, kesho utaamka, wala huwezi kufa. Mimi ni baba yako, nimepambana sana tena sana. Kwa hiyo kuwa na amani mwanangu. Baba, na vipi kama leo nitakufa? Wewe utabaki na nani? Mwanangu, ina maana uniamini? Jaribu kuniamini basi hata kidogo. Ninakuahidi kuwa huwezi kufa, utaamka salama. Najua la asubuhi utaliona. Mimi ni baba yako, nakwambia ukweli tu. Nimekuelewa baba, lakini naogopa. Usiogope mwanangu, kuwa na amani, sawa? Mbona umeenda saa hizi? Naomba nikuache upumzike. Usiku mwema. Kwako pia baba. Kumbenda, kumbenda, kumbenda wewe, kumbenda, 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 kumbenda wewe. Kumbenda ni mtoto wa pekee kwenye familia, anaishi na baba mama ameshatangulia, ila wana kijiji wanataka kumtoa kafara huruma. Kumbenda, Ina maana hivi ni kweli mwanangu atakufa? Mungu, naomba unisaidie mja wako. Wewe ndio kila kitu, naomba unisaidie hili. Sikuwahi kujua kama hii siku itafika. Hivi ukiachana na Mwenyezi Mungu, kuna binadamu yoyote ambaye anaweza kutoa uhai wangu pasipo ridhaa yake? Na maana ndo nitakufa, na kama nikifa, na vipi kuhusu mchumba wangu Babu? Anapambana na kujipa matumaini pasipo kujua kinachoendelea. Namwonea sana huruma. Maskini mchumba wangu Bago. Mwenyezi Mungu nisaidie. kumbenda, 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 kumbenda wewe, kumbenda, 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 kumbenda wewe. Kumbenda ni mtoto wa pekee kwenye familia, anaishi na baba mama ameshatangulia, ila wana kijiji wanataka kumtoa kafara huruma. Kumbenda,
Kumbenda. 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 Wewe Kumbenda. 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 Kumbenda mwanangu. Gadula baba. Gado. Umeamka salama? Salama tu baba. Nilikwambia lakini hawatuwezi. Sio mjionea mwenyewe. Kweli baba. Nimeamini uloyasema. Basi sawa. Pika haraka hapo tule. Tambike tambike oh mama tambike tambike mzimogone tambike oh mama tambike mzimogone. Wakulu wakulungwa wakulu wakwege, nimekuja tena hapa kijana wenu. Mbona nimefanya kama mlivyonielekeza eh? Imekuwaje yule binti hajafa? Yule binti sio bikira, na ndio maana mizimu tumekataa damu yake. Hapana, yule binti ni bikira. Yule niliambiwa ni bikira kabisa. Sasa inawezekanaje? Tunakupa nafasi ya mwisho, utuletee binti bikira, na usipofanya hivyo maafa makubwa yatatokea katika kijiji. Sawa, nitafanya hivyo. Hoga, na awamu hii lazima damu yake imwagike. Kumbenda wewe, kumbenda kumbenda wewe. Kumbenda ni mtoto wa pekee kwenye familia, anaishi na baba mama ameshatangulia, ila wana kijiji wanataka kumtoa kafara huruma. Kumbenda kumbenda wewe, kumbenda